Yesu asifiwe. Leo ni siku yetu ya 7 kama nilivyotangulia kukuambia. Lakini pia kile ambacho tunataka kuendelea kukukumbusha, tumie Roho Mtakatifu katika somo tulilokuwa nalo tangu ile siku ya Jumapili. Mtumie Roho Mtakatifu kama ni mara yako ya kwanza. Mtumie Roho Mtakatifu akuongoze kiimani na kiakili, ili upate kuona faida iliyoko ndani ya agano la Mungu wetu aliye hai katika Kristo Yesu. Mtumie Roho Mtakatifu. Manake ni wajibu wa kila anayesikiliza somo hili kuona ana ushirika gani na Roho Mtakatifu na amemtambua kwa kiasi gani. Uzuri wetu, Mungu wetu husema nasi kwa namna mbalimbali. Mungu husema kwa vinywa vya manabii, husema kwa neno, lakini pia Mungu husema katika roho zetu. Maana Biblia inazungumza habari za mioyo yetu isipotuhukumu tuna haki. Manake ile tunazungumza mtumia, manake mkumbuke Mungu kwenye kila unachokifanya. Usifanye kila kitu bila kumshirikisha. Mistari ile tuliopewa, maana nimeona kuna watu wengine wananiambia umeanzia wapi? Mistari tuliopewa kuanzia ni Mithali ile sura ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari wa 5, lakini pia mstari ule wa 19 na 20. Mungu anazo akili na anazitumia akili, lakini hajatupa sisi ruhusa kuzitegemea akili. Anasema wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Na mara nyingi akili zimekataa kwa sababu akili zinataka hesabu. Imani inatangaza mwisho. Akili ni kiwanda. Akili ni kiwanda. Lakini imani ndio mtafuta soko wa kile ambacho kinazalishwa na kiwanda. Lakini Roho Mtakatifu ndio anayetoa maelekezo hata juu ya ile imani yenyewe. Kwamba haitoshi kwamba hapo ulipofika umemjua Yesu, sawa. Kiwango cha kwako, Mungu alichokikusudia, mimi ninachoona na ninachotazama, bado mahali Mungu ametaka kanisa liwe hatujafikia. Na kwa sababu hiyo kuna vitu vingi vimekaa kienyeji, hatujavitambua na kuvifuatilia kwenye maandiko. Lakini ni kwa sababu pia hatumtegemei Roho Mtakatifu. Kabla sijamjua Roho Mtakatifu sikujua maana ya Roho Mtakatifu. Hata na wewe inawezekana hujamjua Roho Mtakatifu, lakini mtake, maana ukimtaka yupo. Hatujapewa nafasi ya kukuombea ujazo wa Roho Mtakatifu, lakini kesho tutamwomba Mungu kama atatupa hiyo nafasi. Na tumetoa pia maelekezo kwamba baadaye tutakuwa na maombi kwa wale watu wenye hasira. Usije ukasahau hilo. Unajua unakuwa na hasira ambayo hujajua maana na mwanzo wake. Tutapata hiyo nafasi baadaye. Turudi kwenye neno la leo. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha leo kulingana na kilichobebwa na kile kichwa kikuu, lakini cha leo: sadaka ikitolewa ipasavyo kwa makuhani, manake madhabahuni pa Bwana. Mungu aliyeiweka ameiweka agano kwao, kwa hao makuhani. Unasema unaongea nini? Ameweka agano tena la milele. Kwa hiyo sadaka inapotumika ipasavyo, Mungu kwenye hiyo sadaka ametoa maelekezo. Na kama ametoa maelekezo, manake angetamani yale maelekezo ayaone yakifanya kazi. Inapofika mahali hayafanyi kazi, matokeo yako wewe ambaye unatoa sadaka inapoteza maana. Kwenye somo la sadaka tunaona maelekezo ya Roho Mtakatifu hata kwenye kanisa la mitume wa kwanza. Kwa sababu Hanania na Safira walipopeleka sadaka yao, hawajajua Roho Mtakatifu ana kusudi analolifuatilia kwenye ile sadaka. Kwa hiyo walipeleka ile sadaka, wakapeleka kama changizo fulani au kama kitu cha kawaida tu. Ndio maana ukitaka kujua Roho Mtakatifu alikuwa mhusika mkuu, ndio maana alimtambulisha Petro. Wakati hao ndugu wanapeleka ile sadaka, ghafla Petro ana majibu. Maana yake aliyemweka hiyo kazi ana majibu ya kwamba hichi kilichowekewa nadhiri hakijaja kama ilivyokusudiwa. Manake sadaka ya nadhiri, unaposema kwa mfano ukasema ni Mungu nitakutolea labda shilingi 10,000, usipunguze. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Manake ni muhimu sana kuchunguza ndani ya kitu chochote unachofanya. Mpe Roho Mtakatifu uhuru, akupe maelekezo yatakayo kusaidia, ili pia unapofanya chochote unachofanya ahusike na kusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikuonyeshe mistari michache ya kuanzia, lakini lazima utaanza kuelewa nini kinachoitwa agano na Mungu ameweka kwenye sadaka kwa sababu zipi. Sababu pia ni muhimu kuielewa, kwa sababu kama hujui sababu, hata hivyo tu utaelekezwa kila siku na utabaki ukinungunika. Na kanisa sasa limefika mahali pagumu, kwa sababu linachagua makanisa yasiyokuwa, watu wanachagua makanisa yasiyokuwa na michango, wanachagua kanisa ambalo halina vitu vya kusemewa. Wewe nisikilize rafiki, kumtolea Mungu sadaka sio agizo la wachungaji, ni agizo la Mungu wetu aliye hai. Na kama ni agizo la Mungu, uwe na uhakika yuko hai. Kama yuko hai, anachunguza kila saa, akichungulia. Usifikiri Yesu alivyokuwa hapa duniani kwenda kuchungulia kapu la sadaka wakati yule mjane anatoa sadaka. Uwe na uhakika anatuambia, jamani, fahamuni nipo kwenye sadaka hapa, nipo, nitasimama hapa, hata nyie mkatae, mimi nitasimama, nitachungulia, maana na kitu nachotaka kuangalia, ili yule anayeweka nipate kumwona, maana kuna kitu cha kwake na mimi atanidai. Akitoa atanidai, maana kuna vitu nimebeba kwa ajili ya mtoaji wa sadaka. Haleluya. Angalia pamoja na mimi kile kitabu cha Hesabu sura ya 18. Hesabu sura ya 18. Hesabu sura ya 18. Bwana Yesu asifiwe. Hesabu sura ya 18 tunapata maneno machache yanayozungumza hivi. Hesabu sura ya 18. Angalia kitu Mungu anachozungumza juu ya wana wa Israeli, ambaye kwa leo ni mimi na wewe, maana tuko ndani ya agano hilo la kwamba tumekombolewa, lakini pia sisi ni wa uzao wa Ibrahim. Anasema hivi, Hesabu, ukiweza kusoma huo mlango mzima utapata vitu vingi, maana kuna maswali yako yatajibiwa hapo. Lakini ngoja mimi nikupe mistari michache. Ile mstari wa 19 mpaka 21, Biblia inazungumza hivi. Sikiliza mtu wa Mungu, anasema hivi. Ule mstari wa 19 anasema, sadaka zote za kuinuliwa za vitu vitakatifu wana wa Israeli wavisongezavyo kwa Bwana nimekupa wewe na wanao na binti zako pamoja nawe. Ni haki yenu ya milele, ni agano la chumvi la milele mbele za Bwana, kwa ajili yako na kizazi chako pamoja nawe. Kisha Bwana akamwambia Haruni, wewe hutakuwa na urithi katika nchi yao, wala hutakuwa na fungu lolote kati yao. Mimi ni fungu lako na urithi wako katika wana wa Israeli. Unajua mtu mwingine akisoma huyu mstari anapekua haraka, anafunika hiyo mstari, anasema hii haina tena maana. Jana nikakusomea mstari mmoja kwenye ile Injili ya Mathayo, wakati Yesu akisema sijaja kutangua. Manake kazi aliyoifanya Mungu hajaja kupunguza, amekuja kutimiliza. Sasa unapiga picha anapomwambia ni agano lako la milele. Sisi sote tulioko hapa tuko chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ambaye ni kuhani mkuu katika Yesu Kristo. Lakini ndani yake kuna waliowekwa ambao ni wakina Haruni. Ndio maana ili madhabahu iwe madhabahu lazima awepo kiongozi. Ili gari iwe gari, dereva awepo. Bila dereva sio gari. Na ndio maana gari la abiria linaweza likawa na madereva wengi, lakini wote hawatakaa kwenye usukani, watakaa mmoja. Sasa Mungu anapozungumza kwa picha hii, unaanza kuelewa kama anamwambia nimekupa wewe, maana yake kuna vitu akiagiza. Sasa aliyesimama kwenye hiyo nafasi akiagiza, Mungu anachungulia, anasema umesema nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake anakuwepo pale. Lengo lake ni nini? Anaangalia milele. Kati yetu hamna mwenye milele, lakini Mungu wetu ana milele. Kwa hiyo anaangalia milele yake alichokisema. Ndio maana jana nikakupitisha kwenye kufikiri na kuchunguza agano ulilo nalo. Je, limekuwa kwenye agano la ubishi juu ya vitu vilivyosemwa na Mungu? Kwa sababu wengine wako ndani ya Kristo, lakini ni wabishi kuliko maelezo.
Nikakusomea ile kitabu cha Waebrania sura ya 4 ile mstari wa kwanza. Akasema kungaliko na ahadi, asije mmoja wenu akaikosa. Manake kama ahadi ilikuwepo, asiwepo atakayekosa. Manake kama Mungu anaachilia baraka, uwe na uhakika atapitisha wapi? Kwa makuhani. Kama anapitisha kwa makuhani, mimi sijui kama unamtambuaje huyo kuhani, maana makuhani pia wamepoteza heshima. Nisikilize mpendwa, haina maana makuhani wakipoteza maana Yesu anaondoka hapo, bado yeye ni kuhani mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Manake usichambue kama samaki, uwe na uhakika kuhani mkuu aliyeweka yupo. Na kama yupo, manake atafuatilia, achunguze kwamba wewe fanya ya upande wa kwako, ya upande wa kwako niachie mimi, maana mafuta ya Haruni nimemwekea mimi. Sina haja na wewe unachoangalia, mimi na haja na nilichoweka mimi juu ya huyo Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Pima, angalia tena ulicho nacho katika eneo la maisha yako. Mungu amesema sadaka zote ambazo wana wa Israeli, au kwa lugha leo Wakristo wote au watu wote wanaomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Wakati walikuwa wanatoka wana wa Israeli kwenye taifa la Misri, nilikuwa nasoma mahali kwenye Biblia, sijajua kama umesoma, hawakutoka wana wa Israeli peke yao. Kuna watu wako ndani ya nchi hii ambao wanatumia baraka ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo, lakini Wakristo hawatumii. Wakati wanatoka, walitoka na ukundi kubwa la watu waliomwamini Mungu wao, ingawa wao hawajamwamini. Kuna watu, ndio maana sio swala la dini yako, ni swala la imani ya mtu. Mtu mwingine anaweza kaamini hapa, akaja hapa mbele za Bwana. Hatumuongozi swala la maombi ya dini, tunamuongoza swala ya maombi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atajipenyesha, atamponya, alafu atamwambia nenda uwe shahidi mwaminifu, ukanitangaze kwamba niko pamoja na wewe. Sasa manake sio swala la wewe unavyotazama, ni swala la Mungu anavyotazama. Sasa anatazama nini? Kwenye sadaka. Kwenye sadaka. Na sadaka ina manunguniko sana. Na sadaka imewapofusha wengi sana. Mtu mwingine anaweka nadhiri, anasema Mungu ukinisaidia nikivuka mahali nitakutolea sehemu fulani. Akimaliza tu, mtu mmoja tulifanya maombi naye, akasema mshahara wangu wote wa kwanza nitampa Yesu. Alafu alipopata kazi na tulikuwa tunatumika naye, nikampigia siku moja nikamwambia, mimi sio Petro, ila nina roho ya Petro ndani yangu. Hujamkumbuka Mungu kwa ahadi yako uliyomwambia. Unajua mpaka leo sijapata simu yake, lakini pia maisha yake pia sielewi, ingawa bado naomba. Kwa sababu ahadi hujampa mtumishi, umempa Yesu Kristo. Kama umempa yeye, kama analiangalia neno, kama hajaacha kazi ya kuchambua neno, maana kila itopo leo, ndio maana nikakwambia angalia na utafuti, kwa sababu Mungu kila siku anaangalia kumbukumbu lake, kumbukumbu lake, kumbukumbu lake, kumbukumbu lake. Ndio maana akija kwako anaangalia msingi wako umesimamia wapi. Ndio maana wana wa Israeli walivyomlilia, aliangalia agano lake alilofanya na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kama alifanya, uwe na uhakika Ibrahimu alitoa sadaka ya mzaliwa wa kwanza. Kama alitoa, manake kuna vitu ambavyo vinapitia kwa mzaliwa wa kwanza. Na hujajua kwa nini unaenda kwenye familia, wadada wengi ambao wako kwenye familia wa kwanza akishakosea, akipata mimba nyumbani, wengine pia mkondo huo. Sasa sikufundishi somo la mzaliwa wa kwanza, lakini nakutazamisha kwa nini. Mwingine atajitahidi, kwa kweli nimeokoka, lakini kuna siku atasema yani hata sijajua. Hata wakimuuliza kama Roho Mtakatifu yuko na wewe, utajua tu hapa kuna confusion imeingia hapa. Manake kuna lango limepitia hapo kwa sababu ya huyu kutokutolewa ipasavyo. Na wengi tuliokoka, hata hiyo sadaka ya mzaliwa wa kwanza hatuitaki. 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 Ukishafika mahali unachambua sadaka unayotaka. Sasa mimi sikuchambuli unaotakaga ipi, lakini mimi ninachojua, angalia tena hili neno alilolisema. Anasema sadaka zote, zote. Kitu kinapotokea maana yake hakipungui. Okay, ngoja nikuonyeshe. Fungua pamoja nami kitabu cha Nehemia. Fungua Nehemia. Ngoja nikuonyeshe wakati watu walipomkosea Mungu, alafu wanatafuta kumrudia Mungu. Wale ambao wamekubali kufanya patano na Mungu, wakaongea maneno magumu, wakasema tuweke laana.
Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 10 ule mstari wa 28 mpaka 29. Kuonyesha mistari michache hapa. Sadaka. Agano ambalo Mungu ameliweka kwenye sadaka. Maana unaweza kuwa umekwama hapo. Inawezekana kuna vitu vyako unamwomba Bwana, lakini kuna saa Roho Mtakatifu anakuambia achilia sadaka hapa. Achilia sadaka hapa. Achilia sadaka hapa. Inawezekana unamwombea mtoto asonge mbele kwenye masomo, alafu Roho Mtakatifu anakubana mahali anakuambia achilia sadaka. Sadaka ipi? Unamuuliza, anakuambia unamkumbuka Ibrahim alimtoa Isaka. Alafu unamwambia sasa Mungu, Ibrahim ananihusu nini? Mimi mtoto wangu anafeli shuleni. Anakuambia achilia sadaka. Unamwambia nyamaza wewe. Wewe mnyamazishe. Kama unakemea, sijui unakemea kwa jina la nani, kwa sababu yeye mwenyewe ndo anakuzungumzia na wewe. Sasa unamsitishaje? Unamsitishaje? Angalia ule mstari wa 28 na 29. Neno la Mungu linasema 28 29. Sikiliza kitu Mungu anachozungumza. Ni ile sura ya 10 28 mpaka 29. Anasema, na watu waliosalia, makuhani, Walawi, mabawabu, waimbaji, wanetheni, na hao waliojitenga katika watu wa nchi kwa torati ya Mungu wake, kwa torati ya Mungu, wake zao na wana wao na binti zao, kila mwenye maarifa na akili. Yani yule ambaye anakubali kwamba akili yangu iongozwe sasa na Roho Mtakatifu. Sikiliza walichosema. Angalia ule mstari wa 29. Wakaambatana na ndugu zao wakuu wao, nao wakaingia katika laana na kiapo ya kuwa wataitendea torati ya Mungu iliyotolewa kwa mkono wa Musa mtumishi wa Mungu, na kuziangalia na kuzitenda amri zote za Mungu Bwana Mungu wetu, amri zote za Bwana wetu, na hukumu zake na sheria zake. Kitu gani kimetokea? Unajua, kama unasoma hiyo Biblia, soma kuanzia ile sura ya 10 yote. Hawa walifanya dhambi, Mungu akawaacha. Haleluya. Kama bado uko na mimi, punga mkono wako. Usinikasirikie, mimi sijajua Mungu kwa nini ameniambia leo nikubanania hapa. Mungu anakuchunguza moyo wako, kuna kitu kimechelewa. Mungu anachunguza mahali umechelewa. Mungu anachunguza mahali gani umekwama. Nenda kawauliza wanaokopa mitaji kwenye benki kama wanakumbuka kumtolea Mungu fungu la 10. Mtu mmoja tulikuwa tunapata taarifa yake, alipata shida, alafu akakopa benki milioni 600, sio pesa kidogo. Alafu hajatoa fungu la 10. Alafu shetani akambanania, zile pesa zikaanza kuondoka, zikiondoka hazirudi, zikiondoka hazirudi. Alafu ghafla akawafuata watumishi wa Mungu. Yule mtumishi akamtazama usoni, akamwambia, hiyo pesa siku ulipochukua ulilipa fungu la 10? Akamwambia, kwani fungu la 10 sipaka nifanye kazi? Akamwambia, nenda katafute ulipa fungu la 10 na Mungu atakufungulia mlango, hatuombi. Yule mtu akaondoka. Akasema, mtumishi hivi anaongea nini? Siku ya pili akamrudia yule mtumishi, akamwambia, sijakuelewa mtumishi, ulisema hatuombi kwa sababu ipi? Mungu ni wa masharti. Akamwambia, nilichokiona ndicho ninachosema. Nimekuambia katafute fungu la 10 mtolee Mungu, tena usilete kwangu, usije ukasema na njaa, peleka kwenye madhabahu ya Bwana. Mungu aliye hai atafungua mlango wako, zitarudi zote. Bwana Yesu asifiwe. Yule ndugu akaondoka. Siku ya pili, pale aliporudi siku ya pili, moyo wake ukafunguliwa. Ghafla neema ya Mungu ikamfungua ufahamu, akaelewa kile ambacho mtumishi anasema kwamba sio yeye huyu. Mpaka amefika mahali anasema, wala usihangaike kuniletea, peleka kwenye madhabahu ya Bwana. Nisikilize mtu wa Mungu, siku hiyo akapata hiyo fungu la 10 kwa kiwango cha ile milioni 600. Akampigia akamwambia tayari, naye akamwambia, usichelewe, Jumapili ni kesho, wahi nenda kumtolee Bwana. Siku ya Jumapili akapeleka hiyo fungu la 10. Jumatatu anawasha simu. Mpendwa, sikupi historia, nakupa neno la Bwana liko ndani ya masikio yako. Jumatatu anawasha simu, anapigiwa simu na watu ambao walishakataa kupokea simu. Wanamwambia, tusamee, pesa yako tumeshika mkononi hapa, tunataka tukupatie. Uko wapi? Haleluya, 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 haleluya. Mwingine ni injinia, tunaenda Ghana
na ghafla akamuibia Mungu kwenye mapesa anayopata kwenye uinjinia. Sikiliza, shetani akamwambia ngoja nikubane kwenye afya. Sikiliza, alipotafuta msaada mtumishi akamwambia wewe angalia mahali umekosana na Mungu kwenye hiyo kazi yako injinia. Alipoamua na akaona akachukua zile fedha alizozipata za kwanza alizoziona tu ziko mbele yake, akatoa fungu la 10 la zile pesa ambazo tayari alishafanya confession. Sikiliza kitu kilichotokea, simu zilianza kuita mpaka yeye mwenyewe anasema naomba usinipigie saa hii, nipigie baadaye. Tenda zinafunguka, maana yake Roho Mtakatifu anasema ninazo kazi ila wewe usioni. Haleluya, haleluya. Wapi umekwama? Agano la sadaka lipo. Hata kama wewe kanisani kwako hawakuambii mimi sina shida na kanisa lako, na shida na wewe. Kwa sababu ukipata gari, hata kama kuhani hajapata gari, lakini anayebeba huo mwili sasa ni wa kwako. Ukipata nyumba nzuri, wala mchungaji haji kulala kwenye nyumba yako nzuri, wewe ndio unalala kwenye nyumba nzuri. Watoto wako wakisoma vizuri, wakapata kazi, utukufu wa Mungu wako utakufunika wewe, na yeye Mungu atajitwalia utukufu. Haleluya. Manake Mungu alikuwa anaangalia nini hawa watu wanachofanya. Kwenye Nehemia walifanya makosa, wakaamua sasa namna ya kumtafuta Bwana, tunaweka laana. Tukishaweka laana tutafanya nini? Sikiliza, angalia ule mstari wa 35 mpaka 39. Angalia baada ya kuweka laana, hawa jamaa walipoweka laana, na mimi nashukuru sana kwa sababu walipatana tena, ni makuhani, wakasema sisi na ndugu zetu sio tu peke yetu, tena wenye akili, tutakachofanya tutafanya yafuatayo. 35, angalia 35 kwenye hicho kitabu cha Nehemia, ule mstari wa 35. Rafiki, ngoja nimjibu mtu mmoja ameuliza kanisani kwangu waulizaji habari ya sadaka. Wewe swala sio kanisa lako, swala ni agano la Mungu kwenye maisha yako. Maana mwingine amenitupia message hapa anasema kanisani kwangu hiyo hata hawasemagi. Okay, hawasemagi. Okay, kwa hiyo ukipanda gari ukaona tairi la upande mwingine unataka kupasuka, unasema wacha ipasuke, atakao dondoka na upande mwingine. Wewe sema kwa dereva, mwambie tairi yako ni mbovu, simamisha gari, maana hapa tunapotea. Wewe muone Roho Mtakatifu alafu mwambie hapa ninapotea. Haleluya, haleluya. Maana likipasukia upande mwingine, wewe na uhakika gari litaenda chini na wewe utahusika tu. Haleluya. Mshike jirani yako, mwambie baraka ni za mchungaji au ni za kwako. Anasemaje? Za kwako. Okay, sasa fanya kwa ajili ya maisha yako na Mungu Roho Mtakatifu atakusaidia. Wakati fulani Roho Mtakatifu aliniongoza kutoa sadaka ya wazaliwa wa kwanza, alafu akanihesabia na watoto walivyo, alafu nikatoa sadaka ya wazaliwa wa kwanza. Unajua nilipewa na majina yao na hali yao ya baadaye na hali yao itakavyokuwa. Kwa hiyo nikaanza kutoa mmoja baada ya mwingine, alafu neema ya Mungu ikawa juu yangu, maana ni neema, nikawatoa kwa siku moja. Unajua siku ile nilivyotoa, mpaka kanisa lile nililolitolea wakakataa sadaka. Hivi unaelewa, unaweza kutoa sadaka kanisa likakataa sadaka? Hujawahi kufanya? Jaribu taona. Maana nimepeleka makondoo kondoo. Unaniambia unapeleka kondoo kazi gani wakati Yesu ni mwana kondoo? Pole. Hawa wameokoka, usifikiri kama walikuwa hawajaokoka. Hawa wanamjua Mungu inawezekana kuliko wewe. Angalia mstari wa 35. Sikiliza kitu ambacho hao watu walipatana. Ule mstari wa 35, kitu kikubwa ambacho wamezungumza hapa, tena kuleta malimbuko ya ardhi yetu na malimbuko ya matunda yote ya miti ya namna zote mwaka kwa mwaka. Sema mwaka kwa mwaka. Sema mwaka kwa mwaka. Sema mwaka kwa mwaka. Sema mwaka kwa mwaka. Okay, maana yake ni usiache. Kila unapofanikiwa, wale watu walikuwa wanategemea kilimo, walikuwa wanategemea mifugo, ufugaji. Kwa hiyo kwa wana wa Israeli walikuwa wanahesabu ng'ombe wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 9, wa 10 ni wa Bwana, bila kujali ana sura gani. Kwa hiyo hawa jamaa wakasema sasa tulipoweka laana tutafanya yafuatayo, tutafanya mwaka kwa mwaka. Tunazipeleka wapi? Hapa ndio jibu. Anasema hivi, tena wazaliwa wa kwanza wa wana wetu na wa wanyama wetu, kama ilivyoandikwa katika Torati,
na wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe zetu na kondoo zetu, ili kuwaleta nyumbani mwa Mungu wetu, kwa makuhani watumikao nyumbani mwa Mungu wetu. Anza kufikiria, wamepeleka wapi? Kwa makuhani watumikao, hebu sema nyumbani mwetu, nyumbani mwa Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu wa kwao ana kuhani amekaa pale. Sasa mimi sijajua kama una Mungu wako na kuhani aliyekaa kwenye hiyo nyumba ya Mungu wako. Haleluya. Mwangalie jirani yako usoni. Ukitaka kujua ni jambazi, atapepesa macho, hawezi kukuangalia. Maana ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Wewe kaangalie mwezi wa fungu la 10. Mwezi wa fungu la 10 ana taarifa za kushindwa tu. Ana taarifa za kushindwa tu. Kwa hiyo mkianza habari atakwambia wewe acha tu, yani huu mwaka wewe acha tu. Anatangaza mwaka wa kwake, wakati watakatifu tunatangaza mwaka wa Bwana. Yeye anatangaza mwaka wa mikosi. Sisi tulio ndani ya Kristo tunaozitenda sheria za Bwana tunatangaza mafanikio. Yeye anatangaza kushindwa, maana akili yake imepofushwa. Haoni kile ambacho Roho Mtakatifu anasema naye. Haleluya. Anasema nyumbani mwa Mungu wetu, kwa makuhani watumikao nyumbani mwa Mungu wetu. Maana yake lazima walikuwepo makuhani ambao leo pia wapo, hawajaondoka, wapo. Na ndio maana kesho ni Jumapili. Kama siku ya Bwana imeandikwa, ikumbuke siku ya Bwana kuitakasa. Tena anasema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi. Manake kama ambavyo mwanzo mlikuwa mnaenda hivyo hivyo. Wako makuhani walikuwa wanakaa ili kuniomba mimi, waniombe wanipeleke mahitaji yenu mbele za Bwana. Ndio maana Musa alikaa siku 40. Alikuwa anafanya nini siku 40? Mchana na usiku hajala chakula. Alikuwa anabeba shida za wana wa Israeli, ambazo kila inapoitwa leo, Roho Mtakatifu kuhani aliyemweka kwenye ile madhabahu ana kitu cha kumsemesha cha maisha yako, ambayo wewe huwezi kusemeshwa. Sio kwamba wewe sio mtakatifu, lakini hiyo lango limefunguliwa kwake kama kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Maana hilo ni lango la kuhani. Lango la kuhani sio lango la washirika. Ndio nyumbani mwa makuhani watumikao nyumbani mwa Mungu wetu. Maana yake Mungu wetu ametuwekea makuhani mbele. Haleluya. Wangapi wamekasirika? Wangapi wanataka kuelewa Roho Mtakatifu anasema nini nao? Hebu mpe Yesu makofi na vigelegele. Angalia kitu anachozungumza. Anasema hivi, ule mstari wa 37. Anasema tena kuyaleta malimbuko ya unga wetu na sadaka zetu za kuinuliwa na matunda ya miti ya namna zote, mvinyo na mafuta kwa makuhani hapo nyumbani kwa nyumba ya Mungu wetu, na zaka za ardhi yetu kwa Walawi, kwa kuwa hao Walawi wazitoa zaka mchini mote mwa kulima kwetu. Naye kuhani mwana wa Haruni atakuweko pamoja na Walawi watoapo zaka Walawi, nao Walawi wataipandisha zaka ya hizo zaka nyumbani kwa Mungu wetu, nyumbani katika nyumba ya hazina. Sasa ningekuwa nafundisha somo la sadaka in deeply, ningekwambia zaka ya zaka. Zaka ya zaka. Manake Mungu anazungumza na wale wana Walawi. Wana Walawi manake ni mashemasi ambao na wao kuna kitu wanachukua pale. Na wao wanajua kwamba wasitupie mdomoni chote. Umewahi kufanya utafiti kwa nini watu? Sasa ngoja nisiende huko. Punga mkono wako hivi. Punga mkono wako hivi. Hebu mpe Yesu makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele. Chunguza tena ndani. Chunguza tena ndani. Angalia ndani tena. Angalia ndani. Manake Mungu mahali amekuweka, kuna vitu anakuambia usiache kufanya.
nyumbani mwa Mungu wetu, vitu ambavyo vinapitia kwenye mikono yako, vitu ambavyo vinatoka kwenye kilimo, vitu vinavyotoka kwenye wazaliwa, vitu vinavyotoka kwenye kila eneo. Manake Mungu anasema lete nyumbani kwangu, maana kuna makuhani nimewaweka, hawajawekwa kwa hasara, wamewekwa kwa kusudi la Mungu maalumu. Haleluya! Ndio maana hata Yesu alipokuja hajauondoa ukuhani, bado aliwaacha. Maanake wakina Petro, askofu mkuu kwa lugha ya sasa, alikuwa ameelewa hicho, na ndio maana hata yule Safira pamoja na Kaini walipopeleka sadaka kisanii kama wewe walifika mahali wakamkuta Roho Mtakatifu anayejua na kuchunguza mioyo ya watu. Ameshachunguza, ameshajua mapungufu walio nayo wale ndugu, na walipokwenda walifikiri wanaenda kumkuta yule rafiki, mtoto wa kwa fulani. Sio mtoto wako fulani, ni mkuhani amepakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Huyo aliyempaka mafuta ana kusudi lake, ndio maana amemweka hapo. Mpendwa, nisikilize, hichi ni kitu cha kiroho wala sio kitu cha kimwili. Lakini wengi wanafanya swala la sadaka kama swala la kimwili. Wengi wanatoa sadaka kama swala la kusukumwa tu. Unakuta hata hivyo sadaka zako zote tumekuuliza hazina matokeo. Sio kwamba Mungu hayupo, lakini umetoa kinyume. Ngoja nikupe siri, hata hizo ulizotoa kinyume wala hazirudishwi. Hata za Kaini hazijarudi. Nisikilize rafiki, ukitoa kinyume ni hasara kwako, wala haurudishiwi. Wachungaji watakula, kama watavaa suti watavaa, na wewe kitu cha kwanza kilichokukwaza suti ya mchungaji. Pole. Maana ukimwona mchungaji amevaa suti unafikiri kavaa ile hela yako. Sikiliza mpendwa, Mungu hajawaweka hapo wategemee hiyo pesa yako. Amewaweka pale wategemee neema ya Mungu iliyowaweka pale. Huyo Mungu atawatetea. Haleluya. Maana usije ukafikiri ukasema hapa nisipopeleka tutaona atavaje. Zuia tena. Nikasikia mtu mmoja akasema kama hamtaki kuleta tupeni juu, kama zikipokelewa hamna shida, zikirudi chini za kwetu tutazidaka. Manake wewe unakuambisha, lakini Mungu anazungumza na wewe lugha hii ili upate kusaidika. Maisha yako wewe yachanue sasa. Yachanue. Uone kitu ambacho mwingine haoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Manake shetani anakubana kwenye kona. Anakuambia hilo kanisa sasa hivi limekuwa la michango, hama kimbia. Swala sio la kanisa, swala ni la Mungu Roho Mtakatifu. Kama swala ni la Mungu Roho Mtakatifu, wewe sikiliza ndani. Imeitishwa sadaka, imeitishwa michango, sikiliza ndani. Mungu anazungumza na wewe nini? Kile ambacho anachozungumza na wewe ndicho unachopaswa kufanya, kwa sababu Mungu haangalii kwa macho ya kibinadamu. Ingawa wanadamu wanaangalia kwa vipimo ambavyo havina majibu, lakini Mungu wetu anaangalia kwa vipimo vya juu. Huyo Mungu anaangalia kwa vipimo vya juu, anajua shida ulio nayo. Haleluya. Sadaka imebeba agano kabisa maalum kwa ajili ya wana wa Israeli kupitia kwa kuhani wao. Sasa nadhani kama ingekuwa kipindi cha Petro, ngoja nikuonyeshe mstari mmoja. Fungua pamoja nami kile kitabu cha Mwanzo. Ngoja nikuonyeshe mstari mmoja alafu ndakupeleka kule mbele. Nimekuambia leo tutafika ile saa 12:30 na Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe. Usianze kupepeyuka, maana tunataka Mungu akusaidie hapo uliposhindwa, akuvushe ng'ambo nyingine. Sema amen. Sema amen. Haleluya, haleluya. Okay. Angalia ile sura ya 4. Anazungumza vitu vya familia moja ya mtu anaitwa Adam, na ndiye mwanzilishi wa kila kinachoonekana hapa. Na mimi nataka siku moja Roho Mtakatifu akikupa nafasi, muombe Mungu, mwambie maana ya kitabu cha Mwanzo ni nini. Kitabu cha Mwanzo ni asili ya kila kitabu kilichoko ndani ya Biblia. Kitabu cha Mwanzo kimebeba ufunuo wote wa Mungu. Umebebwa na kitabu cha Mwanzo, alafu ikagawa. Manake ukisoma kila mahali utakuta umechukua nukuu kutoka kitabu cha Mwanzo. Manake sadaka ilikuwepo tangu awali. Na ngoja nikwambie, kuna watu walitoa sadaka na wakaona baraka za Mungu aliye juu mpaka sasa na mpaka kesho. Ibrahim alikuwa mmoja wapo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hawa jamaa. Nataka tu nikuonyeshe madhara ya kutoa sadaka iliyopungufu. Madhara ya kutoa sadaka iliyopungufu. Kama unaandika, andika madhara ya kutoa sadaka iliyopungufu. Madhara ya kutoa sadaka iliyopungufu. Madhara.
Siku nyingine ukienda kwenye darasa la namna hii uwe na kalamu mbili, kalamu nyekundu na kalamu ya blue, ili iweze ile nyekundu kuonyesha kwamba umeandika nini. Haleluya. Sangoja nikuonyeshe. Hawa ndugu wawili, Biblia inazungumza kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Sikiliza neno la Bwana. Adam akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa ushinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwapo uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua. Angalia hiyo sadaka ambayo Mungu anajaribu kuzungumza na huyu ndugu anayeitwa Kaini. Anamwambia, sikiliza Kaini, sadaka uliyotoa ni pungufu. Sio nimempendelea huyu ndugu yako Habili. Chuki iliyoko ndani ya mwili wa Kristo ni mafanikio pia. Watu kuchukiana ndani ya Kristo ni mafanikio pia. Jaribu kununua gari, alafu ndani ya kanisa uliowakuta ndani ya kanisa hata pikipiki hawana. Halo hilo gari kwenye kanisa, utakuta wakisema ameleta kimbelembele huyu. Ili kuwepo hawa jamaa walipotoa sadaka zao, mmoja akatoa na sehemu zilizonona. Maana yake lile neno na sehemu zilizonona, hajaangalia kwa kiwango ambacho macho yake yaliona, aliangalia kwa kiwango cha Roho Mtakatifu mwongozaji mawazo yake na akili yake. Kwa hiyo alitoa kwa kiwango cha ujazo ambao Roho Mtakatifu alipotazama akachunguza ndani, akapokea ile harufu ya sadaka. Maana harufu ilikuwa inaenda mbinguni, moshi ulikuwa unaenda mbinguni. Ile harufu ya sadaka ya Habili ikafika mbele za Bwana, lakini pia ikafika na fikra za mtu anaitwa Kaini, ya kwamba Kaini amepata shida. Kwa sababu ipi? Kaini shida ametolewa wapi? Kwa sababu mwenzake ametoa ipasavyo, yeye hajatoa ipasavyo. Angalia majibu ya Mungu kwa huyu ndugu ambaye sadaka yake ilikuwa pungufu, kama ambavyo wewe umebaki ukinung'unika, na ndicho kilichokuua. Ndicho kinachokuwa. Angalia huyu ndugu. Wapendwa, lazima turudi kwenye neno. Hatuwezi kuondoka kwenye neno. Lazima tuangalie mwongozo wa Roho Mtakatifu. Mungu ameliweka neno. Kama neno halitusaidii, hatuna sababu ya kuitwa wa Kristo. Tunataka neno litusaidie, ili jina lake ambalo tuko nalo ndani yetu lidhihirike, watu wamjue yule ambaye tunaye ndani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia kilichotokea. Ule mstari wa 7, ule mstari wa 6 anasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Ile ghadhabu ametoa wapi? Ghafla alivyomwangalia mwenzake, katoa vizuri, yeye hajatoa vizuri. Nilikuwa nataka kumuuliza Mungu. Unajua kuna saa tunaongea na Mungu kama tunaongea, sio hata kama na wewe, tunaongea na Mungu kama tunaongea na rafiki kabisa. Na ndivyo alivyotuambia, yeye ni rafiki yetu. Kwamba sasa Mungu, ngoja nikuulize, hata kama wewe uko tayari hapo, umuulize Mungu, sasa Mungu, naomba nirudishie zote, alafu nitaenda kuzirekebisha, niziongezee, zikifika kiwango nikuletee. Sikiliza, alimwambia, Bwana una ghadhabu, ndani yako umetengeneza chuki imeingia ndani. Nani kasababisha? Hajajua utaratibu. Na Biblia ituambia walipeleka kwenye kanisa la nani? Lakini Mungu wetu alikuwepo pale. Ndio maana alikuja chapu, akashuka, ili hata mwingine, ili watu wa Magugu wajue Mungu yupo kwenye sadaka. Ndio maana alimuuliza, akamwambia, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini una ghadhabu? Kwa nini una uchungu na wivu ndani yako? Biblia yaandika kila kitu, lakini alimwambia, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Ukitenda vyema hutapata kibali. Akamwambia, tenda vyema, lakini kumbuka sadaka imeshachomwa.
Ndio mahali nakwambia madhara yanayosababishwa na kutokuelewa agano ambalo Mungu ameliweka kwenye sadaka. Sadaka imeshachomwa, wala hamna utakachorudishiwa, lakini imeshaondoka. Lakini jamaa amebaki na uchungu, kama ambavyo wewe una uchungu. Unaweza ukakasirika, ukamkasirikia mchungaji. Nisikilize mtu wa Mungu, bado Mungu wetu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anatazama kwa jicho la ndani. Ni kama wewe unavyoona, anatazama kwa ndani, na kule ndani anajua. Huyo Kaini akakasirika. Ile hasira alifikiri kwamba angerudishiwa zile sadaka. Na mimi nilikuwa nataka kuuliza, Biblia sema tu haijaruhusu tuiulize, kwa sababu kama amekasirika, ina maana kama alikuwa amepeleka debe moja wakati akijua alipaswa kupeleka debe 6, alipopeleka debe moja alafu imeshachukuliwa, alafu angetaka aseme nirudishieni basi nikawajazieni waletee. Hamnaga hiyo. Haleluya, haleluya. Ukitenda vyema utapata kibali. Manake wewe, nisikilize, anamwambia repeat, rudia. Imeshatoka hiyo, imeshakula kwako. Manake kwa lugha ya mjini imeshakubana wewe, imekwenda, wala warudishi. Kama ni mchungaji amechukua amevaa kiatu, wewe angalie kiatu mpaka mwakani, lakini kiatu kitaisha, bado Mungu anamshikilia kwa neema yake, lakini hajakurudishia. Amekwambia ukitenda vyema. Na mimi ningekuwa sasa sijaitwa kuwa mchungaji, ningekuambia usilete kama haijatosha, maana ningekusaidia. Maana yake kuna vitu tunafanya ambavyo badala ya kuwa baraka inakuwa laana. Madhara ya kutoa sadaka iliyo chini ya kiwango. Huyu jamaa akakasirika. Alivyokasirika, Mungu akamwambia ukitenda vyema, maana yake rudi nyumbani kwako. Nenda kajipange uje nikuone. Kwa Kimasai tunasema homa bado, nenda nikuone, nenda alafu nikuone ukija. Sasa ameenda hajapata, manake hata hicho ambacho ameamua kajipange hajakumbuka. Maana Biblia inasema, je, ukitenda vyema hutapata kibali? Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea na iko mlangoni. Akamwambia lakini yakupasa ushinde dhambi. Wangapi wanatoa sadaka lakini dhambi iko milangoni mwao? Hawajawahi kupata neema kwamba wakitenda vyema watapata kibali. Na kwa sababu hiyo wameingia kwenye kazi ambayo shetani amempa Kaini. Kaini alishia wapi? Kienda mahali kama ukimkuta, sijajua kama utamkuta mbinguni. Maana kama aliua, mimi sielewi kama mbingu inapokea wauaji, na sijaona mahali alitubu. Biblia haijazungumza kama ametubu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingapi unavifanya? Inawezekana saa nyingine Mungu anakusemesha, wengine wanafikiri imesimamia tu kwenye ile zaka, imesimamia kwenye sadaka. Nisikilize, kuna vitu vingi Roho Mtakatifu, tena zamani hizi za Roho Mtakatifu, Mungu anatutumia kwa viwango vya juu sana kuliko viwango vya zamani. Manake leo Mungu anazungumza na wewe uso kwa uso. Roho Mtakatifu yuko pamoja na wewe, anazungumza na wewe uso kwa uso. Saa nyingine unatembea sokoni, alafu ghafla Mungu anakuambia, siku moja nilikuwa mahali, alafu ghafla nilikuwa naendesha gari, ngoja nikupe ushuhuda utakusaidia. Alafu nimefika mahali, nimepaki gari, naweka mafuta kwenye sheli, na nilikuwa na safari ya mbali. Alafu nilivyopaki gari, wakati sheli inaendelea kujaza gari, nikaomba kwenda kuingia toilet. Alafu nimeenda mali watu, wakati narudi ile mahali wanakowekea mafuta kwenye hiyo sheli, kuna bar, kuna chakula restaurant. Alafu narudi niwahi nijue gari yangu imeshajaa mafuta niondoke, na kutana na mwizi jambazi. Akanipiga macho, akaniambia mchungaji. Nikamwambia, nikasema nani amekuambia mimi ni mchungaji? Sijawahi kuwekewa mikono niwe mchungaji, ni Roho Mtakatifu tu ametushikilia hapa. Akasema mchungaji, samahani. Nikamwambia unasema? Akasema sijala tangu jana, na wewe unajua kazi yangu. Cheki, anasema na wewe unajua nini? Na wewe unajua nini? Unajua kazi yangu, sijafanikiwa. Kwa lugha ya sasa, ofisi haijachanganyia. Alafu naelewa ofisi yao itachanganyia kwenye uharibifu. Alafu wakati naongea naye, unajua sasa si niko na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ananiambia usimwache, kwa sababu mimi nataka nimtupe mkono. Roho Mtakatifu usimtupe mkono. Alafu kwa hiyo kabidi nipige break. Nikamwangalia, nikamwambia kwa hiyo unasemaje? Akasema nataka chakula tu, ugali tu, yani tumbo hili tu, tumbo tu. Mchungaji, sitaki pesa ya mtaji, nataka ya tumbo hili. Nikamwambia mimi mwenyewe sijala. Akaniambia sikiliza mchungaji,
wewe unazo. Hata utakula miakani, mwakani, wakati kama huu, wewe utakula wakati wako. Maana mimi sina, wala hata kwa ofisi yangu haijapata kitu. Nikampiga jicho, alafu Roho Mtakatifu ananisukuma na ndio simwache. Sasa nasubiri anipe neno la kumpa. Ananiambia simwache. Alafu nikamuuliza ndani, nikamwambia namfanyaje? Akaniambia mnunulie anachotaka. Haingia akilini. Kama sio Roho Mtakatifu yuko kazini, haingia akilini. Nikamwambia, haya nimekubali, unataka chakula gani? Akaniambia, ngoja nikuonyesha. Akanishika mkono. Sasa ananichukua, ananinyima nisimnunulie chakula hapo hotelini. Manake pale hotelini chakula ni cha ghali. Alafu wakati ananipeleka, nikamwambia, unajua pale naweka mafuta. Akaniambia, ngoja mchungaji, sio mbali. Alafu akaniambia, sikiliza mchungaji, ukinunulia ile chakula ya ile restaurant ni ghali, ninaweza nikazoea na ofisi sifunguke. Kwa hiyo anataka nimnunulie chakula ya kwa mama niwekee. Kwa hiyo nikaenda kwa ile mama, nikamlipia chakula kwa haraka. Mimi tu pia naogopa kwamba usikute na washirika wake huku, alafu ofisi yake ianzie kwangu. Kamnunulia chakula chake, nikaondoka. Unajua nilipofika mahali gari lipo, nikawaza, nikasema, Mungu, hapa leo sio umenijaribu hapa. Alafu sauti napata amani ndani. Nikaingia ndani ya gari, nikalipa mafuta, nikaondoka. Okay, huko ndani kwenye ulimwengu wa kwangu, kwenye gari nazungumza na Roho Mtakatifu, namwambia, hebu sasa tuambizane. Kwa nini nimelipa ile chakula? Akaniambia, ile chakula ndio mwanzo wake. Nijua mimi alikuwa hajapanga kuokoka. Wewe ni mtaji. Manake tangu sasa nimetengeneza mlango wa kumuokoa. Haleluya, haleluya. Sasa unajua unaweza kupiga hesabu haraka. Nikamwambia, Mungu nisamehe. Yaani unajua kuna namna nilikuwa nafikiria haraka. Ingewezekana ningerudi tena nimkute pale, nimwambie, alafu baada kuokoka. Nisikilize, Roho Mtakatifu ameachilia sindano, ataifuatilia mpaka atampa Yesu maisha. Mwaka ule hujapita, yule bwana leo ni mzee wa kanisa. Usiniulize kwenye kanisa la nani. Manake wewe unatazama unavyotazama, Mungu anatazama anavyotazama. Haleluya. Manake nimekupa picha, usiishie kwenye sadaka ambayo Roho Mtakatifu anakuongoza kupeleka kanisani. Zingine hata kuelekeza kupeleka mahali ambapo anapopotaka yeye. Ibada ni mahali popote Roho Mtakatifu anapokuelekeza, ila Roho Mtakatifu bado ataangalia agano aliloweka kwa makuhani wake. Haleluya. Sasa angalia watu wengi, ikishafika swala la sadaka, vurugu. Nenda kaangalie wavurugaji wengi wa makanisa ni wakwepa sadaka. Sasa mimi sijui uko kwako. Vurugu mingi. Ni kwa sababu hawajajua Mungu anapofanya kazi. Anamwambia, ukitenda vyema utapata kibali. Kwenye sadaka kuna kutenda vyema. Kwenye sadaka kuna kutenda vyema. Kwenye sadaka kuna kutenda vyema. Bwana Yesu asifiwe. Manake kwenye eneo la sadaka kuna kutenda vyema. Kwenye eneo la sadaka Mungu yuko pale ili kutafuta mahusiano yako wewe na yeye. Mungu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama bado uko na amani ya Yesu, punga mkono wako hivi. Muulize jirani yako, mwambie mtumishi anakuambia pole. Mwambie wa nyuma yako tena, mwambie mtumishi anakuambia pole. Wa nyuma yako tena, mwambie mtumishi anakuambia pole. Ukitenda vyema utapata kibali. Unajua sindano ni chungu sana, lakini Roho Mtakatifu akikupiga sindano anakuambia pole, lakini katende vyema utapata kibali. Tafuta uso wangu, tafuta kunisikiliza mimi, tafuta kunielewa. Labda ni mtumishi, ninaona watumishi wengi wakienda kutumika huko mitaani, Mungu anamjalia anarudi na sadaka. Ujaelewa kile Mungu anazungumza kwenye Nehemia, anasema zaka ya zaka. Manake umerudi kutoka huko mahali Mungu alikokuagiza. Labda wewe ni mwinjilisti kwenye kanisa lako, na Mungu Roho Mtakatifu akakupa kazi. Mchungaji akakwambia nenda mtaa fulani kafanye ibada, labda ni shemazi, nenda mahali fulani kafanye maombi. Ghafla Mungu anakupa sadaka huko. Ukirudi Mungu anakuambia kwenye ile sadaka uliyopewa acha kung'ata.
Ndio maana anakuepusha kuwa na ugonjwa wa sukari, anakuepusha usiwe na magonjwa ya kusahau, anakuepusha magonjwa ya mikosi kwa watoto wako. Kwa hiyo anakuambia ile ulichokipokea katoe zaka ya zaka, zaka ya zaka, zaka ya zaka. Sema amina, amina, haleluya, haleluya. Manake kila unachopewa huko, aliyekuagiza anaitwa Haruni. Hajanielewa. Aliyekuagiza anaitwa nani? Haruni. Manake uko chini ya kimvuli chake. Nenda kaangalia wachungaji wanaokula mafungu ya 10 bila kugawia kwa wakuu wao. Sasa mimi siwaoni, lakini Roho Mtakatifu anakuona. Wewe Mungu akishakupa hiyo kiti, ukumbuke zaka ya zaka, zaka ya zaka. Sema amen. Zaka ya zaka. Hebu mpigie Yesu makofi na vigelegele. Mungu aliyekuweka hapo ana kitu ambacho amekupa kula, lakini toa na kingine. Usiishie tu una mega. Manake anataka akubariki pia hapo hapo. Kuhani mkuu anaitwa Haruni. Huyo kuhani mkuu ndio anayeachilia baraka. Zile baraka zinapokuja zinatafuta pa kuingilia. Zikifika kwenye kanisa zinaweza zikakupita. Labda wewe ni mchungaji chini ya wachungaji, au mchungaji chini, au mwinjilisti chini ya mchungaji. Nisikilize mtu wa Mungu, wacha kula yote, mkumbuke kuhani anayeitwa Haruni. Maana yake yeye amekupa hiyo kazi. Roho Mtakatifu ana kitu cha kwako kutoka kwake. Kutoka kwake kuna kitu cha Mungu kwa ajili ya maisha yako. Haleluya, haleluya. Punga mkono wako hivi. Hebu mpe Yesu makofi na vigelegele. Hebu ongeza makofi na vigelegele tena kwa Yesu aliye hai. Ngoja nikuonyeshe mstari mmoja wa mwisho. Waebrania. Ngoja nikuonyeshe mstari wa mwisho, alafu tutakwenda kumaliza. Fungua kitabu cha Waebrania, maana hapa naambiwa ngoja wasomee mstari mmoja. Fungua kitabu cha Waebrania, maana kuna kitu utakichukua kutoka kwa Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania sura ya 7. Sasa unajua Roho Mtakatifu anazungumza na mtu. Hapa kuna kitu Mungu anazungumza na wewe. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Waebrania sura ya 7. Angalia Mungu anachofanya. Manake sadaka unayotoa inapata nafasi ya kufuatilia mpaka na kizazi chako. Waebrania sura ya 7 mstari wa 5 mpaka mstari wa 10. Anasema hivi, sikiliza neno la Bwana. Na katika wana wa Lawi, nao wale wapatao kuhani, wana wa amri kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yaani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahim, bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao, alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahim, akambariki yeye aliye na ile ahadi, wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Hebu muangalie jirani yako, mwambie mdogo hubarikiwa na mkubwa. Sasa wewe kisha kuja meza, hamna shida. Maana hapo tumeangalia kile kitabu cha kule nyuma, alafu ghafla macho yako nikaona yakipepesa. Ndio maana nimefunika Biblia, alafu nikaambiwa fungua Biblia. Usiniulize kuna nini hapa. Haikanushiki. Hebu sema haikanushiki. Mwambie haikanushiki kwamba mdogo ubarikiwa na nani? Mlawi atachukua baraka kwa nani? Kwa Haruni. Kwa hiyo ukijaribu kukwepa hiyo, mimi sijajua. Kesho tunamaliza ili wigo, lakini Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Kesho Mungu anataka kumaliza na wewe. Kuna kitu ambacho unatakiwa kuelewa, kwamba sadaka haikuwa mfumo wa kibinadamu. Sadaka ni mfumo wa Mungu. Na kama sadaka ni mfumo wa Mungu, amewekea utaratibu. Na kama amewekea utaratibu, Mungu anaangalia ule utaratibu wa kwake. Haipepesushwi, itasimama na Mungu ataliangalia neno lake. Hata punguza, atasimama kila itapo leo. Kila akitazama anasema naliangalia neno langu ili nipate kulitimiliza kusudi langu. Hata kama uelewi, haina maana kutokuelewa sheria kutamnyima labda mtu ambaye anasababisha ajali asichukuliwe hatua. Hatua zitachukuliwa. Mungu anasema na wewe ili upate kuvuka ngambo ya pili. Uone kitu kingine ambacho wenzako hawaoni. Wacha kutafuta waona. Maana Roho Mtakatifu anasema na wewe. Haleluya, haleluya. Anasema haikanushiki. Hata kama nyinyi mkikataa haikanushiki. Sio mimi nimesema.
inasema haikanushiki ya kwamba mkubwa atabarikiwa na mkubwa, mdogo atabarikiwa na mkubwa. Angalia, nimalize ule mstari alafu tutafanya maombi. Anasema ule mstari wa 9, mstari wa 8, na hapa wanadamu wapatikanao na kufa huitoa sehemu ya 10, bali huko yeye ashuhudiwaye kwamba yu hai. Tena yaweza kusema ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokea sehemu ya 10, alipotoa sehemu ya 10, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedek alipokutana naye. Sasa ukienda kuangalia kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 14, unakuta kwamba Ibrahim alichofanya, alimbariki Melkizedek, na Biblia inazungumza kwamba alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Kwa hiyo ghafla alipompa fungu la 10, ghafla mbingu na nchi zikasema, mimi ni Mungu wa Melkizedek, Mungu wa kuhani mkuu, Mungu nitakaye kuinua ili usichelewe hapo ulipo. Maana yake utukufu wa Mungu ambao alikuwa nao Ibrahim ukaongezeka mara double. Sema amen.